Matokeo tumetazama dakika 45 Simba anaongoza, Yanga anakuja kufanya comeback ya kibabe kipindi cha pili. Tuambie zilikuwa ni dakika 90 za namna gani? Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata mchezo huu wa leo kumalizika, na mchezo huu kumalizika ni ushindi mkubwa sana kwa mpira wa miguu. Kabla ya mchezo huu kuchezeka kulikuwa kuna mambo mengi sana nje ya uwanja ambapo yalilenga kuinajis dabi yetu, lakini vile vile yalilenga kuharibu taswira ya dabi yetu na yalilenga kuichafua hadhi ya uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Juhudi na jitihada nyingi zimefanyika za kutaka kuidhoofisha dabi hii, na zilifanywa na makusudi na wapinzani wetu. Wamefanya hila nyingi sana, lakini hatimaye mpira umeshinda, dabi imechezwa na kila mtu amepata kile ambacho anastahili, na kila mtu anakwenda kufurahia ama kuhuzunika kwa namna anavyoweza yeye. Kwenye upande wa mpira wenyewe, matokeo ya leo, sisi Simba Sports Club yana taswira mbili. Taswira ya kwanza ni matokeo ya kuumiza, kwa sababu tulitaka kupata ushindi, tulistahili kupata ushindi, tulikuwa na kiu na shauku na hamu kubwa ya kupata ushindi katika mchezo wa leo, lakini kwa bahati iliyokuwa mbaya hilo limeshindikana. Tumeambulia sare. Tulitaka kupata ushindi kwa sababu kwanza tulitaka kufuta uteja wa kufungwa mara nyingi na mpinzani wetu. Tulitaka kushinda ili tupate furaha ambayo tumekosa muda mrefu ya kuwafunga wapinzani wetu, lakini tulitaka kupata ushindi leo ili kuweka hai matumaini yetu ya ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Ukitazama msimamo wa ligi, ilikuwa ni muhimu mno tushinde leo ili kuweka hai matumaini yetu ya ubingwa. Hilo limeshindikana, tumeambulia sare ya bao 2-2, na kwa mantiki hiyo matokeo hayo kwetu ni matokeo ya kuumiza kweli kweli. Lakini kwa upande mwingine, matokeo haya kwetu ni matokeo mazuri sana kwa kuangalia maendeleo ya timu yetu, kwa maana ya football development. Ni ukweli usiopingika ya kwamba matokeo haya yanaturejeshea heshima yetu kidogo kidogo. Msimu uliopita nyie ni mashahidi, wote mlikuwa mmeshazaliwa. Mechi mbili za ligi kuu ya NBC, round ya kwanza na round ya pili, zote tulifungwa. Lakini baada ya kufanya mabadiliko kwenye kikosi chetu, msimu huu mechi zote mbili Simba Sports Club dhidi ya mtani wetu tumetoka sare, ya kwanza ya bila kufungana, ya pili ya goli 2-2. Na ukiangalia matokeo yote hayo ni mpinzani wetu ndiye ambaye anaponea chupuchupu. Mechi ya kwanza amenusuriwa na mwamuzi, mechi ya pili makosa ambayo tumeyafanya ndani ya kiwanja yamewanusuru, ndo hatimaye wakapata sare ya bao 2-2. Kwa hiyo ukiangalia kwenye maendeleo ya kikosi, ukiangalia namna ambavyo timu yetu ina improvement kubwa, ukiangalia namna ambavyo wachezaji wetu wameongezeka hali ya kujiamini na kujituma, tuna kila sababu wana Simba ya kujivunia. Na haya mambo hayajafanyika miaka mitatu, miaka minne. Haya mambo yamefanyika within miezi 4 pekee. Hii timu mnayoiona hii leo imecheza mechi ikapata sare na Yanga Zanzibar, imecheza mechi ikamfunga Yanga 1-0 kwenye kombe la Muungano, imecheza mechi ikatoka sare ambayo ya goli 2-2 kwa Yanga kuchomoa. Hii timu mnayoiona imeanza kutengenezwa mwezi wa kwanza mwaka huu, ina miezi 4 pekee, inaweza kufanya maajabu makubwa namna hii. Kwa sasa sisi kwenye mrengo huo wa improvement ya kikosi tuna kila sababu ya kujivunia timu yetu, na wanasimba wala wasikae kinyonge. Tumetoka kwenye kuburuzwa, tumetoka kwenye uteja, tumetoka kwenye unyonge. Sasa hivi tuna uwezo wa kuiendea dabi kifua mbele. Hata wao hivi sasa ilifikia mahala wakawa wanasema Simba na Yanga sio dabi tena, wakawa wanatengeneza kadabi kao. Lakini sasa I'm very sure Simba na Yanga wao wakisikia mechi ya Simba
watakuwa wanapata mhaho mkubwa. Mazoea ya kutuchukulia tena poa, wana uwezo wa kutufunga yametamatika rasmi msimu huu, na sisi tunasema ya kwamba tuko tayari muda wowote kwenye mechi yoyote kubwa na ngumu, kwa sababu timu tunayo. Na spiriti hii ambayo wako nao wachezaji ni maana halisi ya kwamba ile mlikuwa mnazungumza tunajenga timu. Tulijenga timu msimu uliopita tukiwa na kocha Fadlu Davis. Alafu ghafla project kama ikagota hivi, na project ikagota baada ya mwalimu kuondoka na wachezaji ambao walikuwepo wengi kufikia ukomo wao, wakakosa vitu vya ziada zaidi, tukalazimika kuingia tena kwenye ujenzi na kushusha mashine mapya. Leo hii ukiangalia timu yetu, mlinda mlango dirisha dogo, beki wa kushoto dirisha dogo, kiungo wa juu Mahema dirisha kubwa, kiungo wa juu kwa maana ya Chama dirisha dogo, Loemba dirisha dogo, nani yule Toure dirisha dogo. Kwa hiyo ukiangalia timu yetu hii ni mpya ambayo ndio imeanza kujengwa, lakini kwenye kujengwa kwake imekuwa na mafanikio makubwa kweli kweli. Tunacheza dabi, tunaitawala dabi, tunakuwa kwenye kiwango bora kweli kweli, na hatimaye mpinzani wetu anaponea chupuchupu. Mnazitazama vipi alama 5 ambazo zimebaki? Mko pale pale, mtegemea leo hii mngepunguza? Tunaendelea kupambana kwa timu tuliyokuwa nayo, tukisema tujikatishe tamaa kwa sababu gap ni pointi 5, itakuwa tunajidhulumu wenyewe. Timu tuliyokuwa nayo ina uwezo wa kupambana, ina uwezo wa kushindana. Kwa hiyo gap la pointi 5 sisi tunaendelea kulifukuzia mpaka tamati yake, lakini msimu huu hatuna cha kujilaumu pakubwa, kwa sababu hata kama atafanikiwa kuwa bingwa, sio kwenye mgongo wetu, anakuwa amechukua hizo pointi kwa watu wengine. Sisi kwetu ameponea chupuchupu na ameambulia alama 2 pekee, ambazo moja alipewa na mwamuzi na moja ni kwa sababu tu ya makosa ya kimpira. Goli la Chama leo linaweza kuwa limefichwa na haya matokeo ambayo yametokea leo. Ubora wa lile goli ni goli bora ambalo haliwezi kufichwa kwa chochote kile. Ndio goli bora la msimu, kwa sababu hakuna mchezaji ambaye amefunga goli la namna hiyo kwa tikitaka iliyokuwa nzuri zaidi ya mwamba wa Lusaka peke yake. Lakini ukiachilia mbali kwa goli bora, assist aliyotoa kwa Libasege, mchezaji mkubwa anaonesha kwenye mechi kubwa, mchezaji mkubwa anang'aa kwenye mechi kubwa, na Chama ameonesha yeye ni mchezaji mkubwa. Mechi kubwa ya kwanza pale Besiwani Zanzibar ameonesha ubora wake, mechi ya leo ameonesha ubora wake. Sisi wana Simba we are very happy. Damalo bado anaonekana kuikamia kweli game za Simba. Hawezi mpira yule bwana, hawezi mpira. Mimi nashangaa tu watu wanaingia mkenge anakwenda kumpa mtu raia ambaye hana msaada wowote, sio kwa timu yake wala sio kwa taifa. Wewe amefanya nini hii leo? Mechi iliyopita amefanya nini? Kwa hiyo tumempa mtu raia kwa sababu tu ana uwezo wa kucheza rafu. Seriously, lazima tuwe serious wakati mwingine na mambo ya taifa letu. Ungeongea na mashabiki wa Simba ambao wamekuwa pamoja na timu yao. Mimi niwashukuru sana mashabiki wa Simba na niwape pole kwa matokeo ya leo. Tulistahili kabisa kupata ushindi. Wakati mwingine tumwachie tu Mwenyezi Mungu matokeo ya namna hii, lakini tulistahili na timu nzuri na bora nayo. Mimi nawaambia msimu huu Simba ndiyo timu bora kuliko timu zote katika ligi kuu ya NBC. Kwa mashabiki wa Simba wala wasijisikie unyonge, wasijisikie huzuni. Tunaendelea na mapambano, waendelee kuisupport na kuiunga mkono timu yao. Makubwa yanakuja, kama si leo basi kesho. Kuna watu nafikiri watakwenda wapo ambao wanakwenda kupunguza hiyo gepo la pointi 5. Sijui. Consistency ambayo tumeiona